Hili ni pumziko la Mungu kutoka kwa Pastor Andevunyu. Linazungumza kuhusu familia sehemu ya 8. Bila shaka, familia ni jina moja kwa moja linaloelezea kuhusu pumziko. Familia ni jina moja kwa moja linalojieleza kuhusu pumziko, ikiwa na maana familia ndiyo iliyo pumziko lenyewe. Familia ndiyo lililo pumziko lenyewe, kwani hata maana ya familia inamaanisha walio pamoja, yani sura moja. Familia inamaanisha walio pamoja, yani sura moja. Kwa maana kuu inamaanisha mmoja. Familia kwa maana kuu inamaanisha mmoja, na kufanya pumziko au raha ya uwepo ni kuwa pamoja, yani mmoja. Raha au pumziko la uwepo ni kuwa mmoja, yani pamoja. Na kwa jinsi hiyo imefanya familia moja kwa moja kuwa ndiyo lililo pumziko, ndiyo lililo pumziko, yani raha ya uwepo. Pasipo kujalisha katika familia hiyo kuna nani. Kama ni baba, basi baba, wewe ndiye uliye pumziko, yani raha ya uwepo wa kuwa baba. Ni mama, basi ndiyo uliye pumziko, ikimaanisha raha ya kuwa mama. Kama ni mtoto, wewe ndiye pumziko, ikimaanisha raha ya kuwa mtoto. Kwa maana kuu kwamba baba ndiye raha au pumziko lenyewe, mama ndiye uliye raha au pumziko lenyewe, mtoto ndiye uliye raha au pumziko lenyewe, ikimaanisha kwamba ulivyo hivyo ndio iliyo raha yenyewe. Ulivyo hivyo ndio uliye pumziko au raha yenyewe. Tena pasipo kujalisha ni wapi, pasipo kujalisha ni familia katika jina lipi, pasipo kujalisha ni familia ya kikoo, pasipo kujalisha ni familia ya kikabila, pasipo kujalisha ni familia ya kidini, pasipo kujalisha ni familia ya kidhehebu, pasipo kujalisha ni familia ya kitaifa, pasipo kujalisha ni familia ya kimataifa, pasipo kujalisha ni familia ya dunia yote, pasipo kujalisha ni familia katika uwepo wa chochote, bali kwa jinsi ya kuwa katika familia ya uwepo, wewe ndiye uliye raha au pumziko lenyewe. Kwa jinsi hiyo,
kwa jina hilo, kwa uwepo huo, pasipo chochote. Hivyo ndiyo huitwa pumziko au raha ya uwepo. Umekuwaje wewe ni sura moja, yaani familia, katika baba, mama, mtoto, taifa au dunia na kila chochote katika uwepo? Ni kwamba wewe ndiye uliye familia, ikimaanisha sura moja au pumziko lenyewe, kwa maana kwamba popote ulipo katika uwepo, kwa jinsi hiyo wewe ni mmoja uliye pekee, na kwingine kote hakuna mwingine aliye wewe, kwa jinsi hiyo ya kuwa mmoja, na kufanya hata katika kuishi kwako chochote kile kuwa ni sura yako, kwa kuwa chochote kile wewe hukitazama kwa sura yako, ikimaanisha kwa jinsi ulivyo mmoja, kwa jinsi ulivyo familia, kwa jinsi ulivyo pumziko au raha ya uwepo, kwa jinsi ulivyo pekee, na kufanya mke unayemtazama kwa wewe mume, umemtazama kwa sura yako wewe, ikimaanisha kwa jinsi vile wewe ulivyo, naye amekuwa wa jinsi vile ulivyo hapo. Jinsi uwepo wako ulivyo hapo, ndivyo ilivyo katika familia hiyo. Wewe ni baba, kwamba ni baba uliye mmoja katika ulimwengu wote, kwa jinsi hiyo ya kuonekana kwako, ikimaanisha kwamba katika ulimwengu wote hakuna baba mwingine aliye wewe, katika jinsi ya hivyo ulivyo, na kufanya wote wawe ni wa sura yako moja, lakini si baba mwingine, bali wa sura yako moja, sawa sawa na kuwatazama kwako, ikiwa na maana sawa sawa na jinsi wewe ulivyo, yani uwepo wako ulivyo. Mama, unamtazama mumeo au huyo baba kwa sura yako wewe, yani jinsi wewe ulivyo, uwepo wako wewe ulivyo, ndivyo jinsi vile unavyomtazama huyo mumeo, huyo mume, huyo baba, na huyo baba kuwa ni wa sura moja ya wewe ulivyo, yani kwa kumtazama kwako. Na kumtazama kwako si hadi ujizuie umtazame vipi, au ufanye hikile na kile ili uonekane katika jinsi ya kumtazama, bali kwa jinsi ya uwepo wako. Huyo mume ametazamika kwa sura ya uwepo wako, kwa sura ya jinsi wewe ulivyo, naye huyo mume, naye huyo mtoto, naye huyo mke
amekuwa ni sura yako moja, kwa kuwa ni wa jinsi vile wewe ulivyo moja kwa moja. Ukiwa ni wa familia katika ukoo huo, wewe katika ukoo huo, kwanza tambua hakuna mwingine aliye wewe katika ukoo huo, na kufanya yoyote aliye katika ukoo huo ni wa sura ya kumtazama kwako, ikimaanisha ya jinsi vile wewe ulivyo, naye kuwa ni sura yako moja, naye kuwa ni mmoja wa sura yako wewe. Kwani chochote unachokitazama, chochote unachokiona, hukitazama kwa sura yako, iwe kwa kufikiria, iwe kwa kutazama, iwe kwa kusoma, iwe kwa kufanya vyovyote, ikimaanisha kwa uwepo wako wewe, ndivyo chochote unakitazama au kinatazamika kwa jinsi ya sura yako wewe ya uwepo huo. Na kwa namna hiyo ndiyo imefanya wewe kuwa ni sura moja, ni mmoja katika familia. Kwa maana moja, wewe kuwa ndiye familia. Ndio, bila shaka hili ni pumziko la Mungu linazungumza kuhusu familia sehemu ya 7. Ni jinsi gani umekuwa familia, ni jinsi gani umekuwa pumziko, ni jinsi gani wewe umekuwa ndio raha yenyewe kwa jina la kuitwa kwako. Wewe umekuwa ndiye pumziko lenyewe katika jinsi na jina la kuitwa kwako. Nalo ni hili kwamba katika familia ya baba, mama na watoto, ukitazama hapo, hakuna baba aliye mwingine wewe katika familia hiyo. Hakuna mama aliye mwingine katika familia hiyo. Hakuna aliye mtoto mwingine katika familia hiyo. Hakuna aliye mume mwingine aliye wewe kwa huyo mke. Hakuna aliye mke mwingine aliye wewe katika huyo aliye mume wako, na kufanya kwa jinsi hiyo wewe popote hapo kuwa ni baba mmoja katika familia hiyo, ni mama mmoja tu katika familia hiyo, ni mtoto mmoja tu katika familia hiyo. Na kwa jinsi hiyo wewe mama uliye mmoja umekuwa moja kwa moja umemtazama baba huyo kwa sura yako, na kufanya baba huyo kuwa ni wa sura yako kwa jinsi yako. Mtoto huyo kuwa ni wa sura yako, ikimaanisha ni sura yako ya jinsi yako wewe mama.
hivyo hivyo ulivyo. Kama wewe ni mama na yule umemtazama ukamwona ni mtoto, ulichomtazama yule, umemtazama mtoto huyo kwa sura ya utoto wako wewe, na kufanya mtoto yule kuwa ni sura moja ya utoto wako, kwa jinsi hivyo hivyo unavyoonekana. Ni baba, umemtazama yule mtoto kwa kuwa unamtazama kwa sura yako, kwa jinsi ulivyo wewe, naye ukamwona ni mtoto. Ni sura ya jinsi ulivyomwona imefanya yule kuwa ni mtoto, au sura moja ya utoto wa jinsi ulivyo mtazama, yani utoto wako. Kwa uwepo wako huu utoto wako umeishi pamoja na yule mtoto, ikimaanisha yule ndio aliye utoto wako. Hivyo hivyo unavyoonekana ni mtoto. Umemtazama mzazi pasipo kujalisha jinsi yake, kwa jinsi ya kumuona ni mzazi. Moja kwa moja umemtazama kwa jinsi yako au sura yako au jinsi ulivyo, na kufanya yule kuwa ndiye iliyo uzazi wako wewe, ikimaanisha ni sura ya uzazi wako wewe uliye mtoto. Na ndio maana umeishi pamoja, ikimaanisha umekuwa ni mmoja katika kuonekana huko, na ndio maana ikaitwa familia ya baba, mama na watoto, ikimaanisha ni mmoja anaishi, ni mtoto anaishi, ni baba anaishi, ni mama anaishi. Vifo pia katika familia hiyo, kuna vitu vingine, kuna wanyama, kuna ndege, kuna wadudu, kuna mimea, kuna kila kitu kwa jinsi ya kuonekana kwake, na bila shaka kila kitu kwa kukitazama kwako hukitazama kwa sura yako. Kila kitu wewe hukitazama kwa jinsi ya sura yako. Hata akiwa ni mnyama umemtazama kwa sura yako, ikimaanisha ni jinsi vile wewe ulivyo. Sura moja kwenye chochote. Ni mdudu, ni ndege, ni chochote kile, wewe ukitazama au huonekana kwa vile jinsi sura yako wewe ilivyo. Na hiyo ndivyo wewe ulivyokuwa familia, ikimaanisha kwamba sura moja, yani mmoja katika familia hiyo, ni mmoja katika ukoo wote, ni mmoja katika kabila lote, ni mmoja katika ukoo wote, ni mmoja katika taifa lote, ni mmoja katika dunia yote, ni mmoja katika ulimwengu wote. Nayo umekuwa mmoja, si katika jambo lolote, umekuwa ni mmoja katika
yani Mungu. Umekuwa ni mmoja, si katika jambo lolote, kikabila tu, kifamilia tu, kidini tu, kidhehebu tu, bali katika sura tu, yani Mungu. Kwa kuwa chochote kile wewe umekitazama kwa sura yako, ikimaanisha ndiyo sura yako ilivyo. Akiwa ni mpumbavu, maana yake ndivyo upumbavu wako ulivyo, kwa jinsi hivyo hivyo ulivyo. Emtazama ulivyo smati, ulivyo mzuri, ulivyo handsome boy. Alafu je, ndivyo upumbavu unavyoonekana hivyo? Sasa ni nini cha kuhofu juu ya huyo unayesema ni mpumbavu? Kwa kuwa ni sura ambayo ni yako wewe uliye mtazama. Huo ni mfano mdogo tu. Ukimwona yule ni maskini, tambua umemwona kwa sura yako, ikimaanisha kwamba ni sura ya umaskini wako inavyoonekana. Jitazame kwenye kioo, jitazame mali ulizonazo, lakini ukijitazama unajiona ni sura ya umaskini kwa yule. Je, hicho kinatisha kweli na kufanya usishake popote pale kwa jinsi ulivyo, kwani bado wewe ni sura moja, ikimaanisha ni pumziko. Kwa kuwa hata huyo maskini unayemwona ni sura yako ndiyo iliyomtazama, ikimaanisha ni wa sura yako, yani jinsi wewe ulivyo, ikimaanisha mali zote hizo ulizonazo zinaonekana vile kama unavyomtazama huyo masikini, na kufanya kwamba mali hizo hazipo juu ya kingine wala chini ya kingine, bali sawa sawa na kingine chochote, na hicho ndio kufanya vyovyote ulivyo kuwa ni sura moja katika ulimwengu wote, ikimaanisha kwamba sura moja iliyo sawa, kwamba hakuna aliye juu wala aliye chini, na ndio maana ikaitwa sura moja. Kwani kungekuwa na mwingine yuko juu na mwingine yuko chini, kusingekuwa sura moja. Lakini kwa sura wote umekuwa wamoja, yani wewe umekuwa ni mmoja, kimaanisha kwamba unamuona ni maskini, hana kitu chochote, hana kitu. Hiyo sura uliomtazama ni maskini, hana kitu, ni sura yako wewe, ikimaanisha ni umaskini wako jinsi unavyoonekana. Yani mali zako zote hizo, fedha zako zote hizo, kila kitu ulicho nacho, vyote ulivyo navyo, jinsi vinavyoonekana katika jina umasikini, na kufanya hata jina umaskini si kitu katika kutisha au kukuhofu wewe,
huu umaskini uliotazama kwa huyo, ndio mali zako zote, ndio vitu vyako vyote, ndivyo jinsi wewe ulivyo hapo, ukifurahi na kufanya kwa jinsi ya furaha hiyo ulionayo, raha hiyo ulionayo, pumziko hilo ulilo nalo, ndivyo huyo unayemtazama alivyo. Na hiyo imekuweka usishake chochote juu ya uwepo wako, bali kuwa katika raha au pumziko la uwepo wako huo kwa jinsi hiyo. Ndivyo ilivyo katika taifa lote unalolitazama, umelitazama kwa sura yako, ikimaanisha ni sura au jinsi wewe unavyoonekana. Kwa kila aliye katika taifa ni jinsi wewe unavyoonekana, ni sura yako wewe, ya jinsi yako wewe, ya jina lako wewe, ya uwepo wako wewe, popote pale kwa ulivyo. Na ndio maana katika sura ya ni Mungu, wewe ni mmoja, ikimaanisha ni familia. Kwenye ukoo huo, kwenye kabila hilo, kwenye taifa hilo, kwenye dini hilo, kwenye dunia hii, kwenye mataifa yote, kwenye uwepo wa kila kitu, kwamba wewe ni familia. Haijalishi sayari nyingine iko wapi, ila wewe ni familia, yani ni mmoja, ikimaanisha hata hiyo sayari bado ni sura yako, ni sura ya kuonekana kwako, kwa kuwa umeitazama kwa sura yako. Hata chochote popote pale kuwa ni sura ya jinsi unavyoonekana, kwa kuwa chochote kile umekitazama kwa sura yako, ikimaanisha ni sura yako, ni jinsi wewe ulivyo. Familia, sura moja, wamoja, hupatikana tu katika Mungu, hupatikana tu katika sura, na katika sura hupatikana tu katika uwepo wa jinsi hivyo ulivyo, na kufanya si hadi ufanye chochote zaidi ya jinsi ulivyo, ndio wewe uwe sura moja, yani familia moja, bali kwa jinsi hivyo ulivyo, kwa uwepo huu tu imetosha kuwa ni familia. Na mpangilio wote hujipangilia kwa jinsi ya uwepo wa muonekano wako moja kwa moja kimfumo. Ndio maana wewe uko hapa, jua liko kule. Kwa nini? Ni mpangilio wa sura yako, ikimaanisha ni sura yako katika kuketi huko halikuumizi wala kukunguza wala kukusumbua wala kufanya chochote, bali
kufanya kuwa ni pumziko au ni raha ya sura yako hiyo, popote kwa jinsi ya uwepo wako. Ndio maana ninakwambia familia ndio iliyo raha, yani pumziko, ikiwa na maana uwepo ndio pumziko, yani raha. Na kwa maana kuu, popote ulipo, wewe ndiye uliye pumziko, yani raha yenyewe. Maisha yako ndiyo pumziko, kuishi kwako ndiyo pumziko, chochote kile ndiyo pumziko, kufikiria kwako ndiyo pumziko, yani raha ya uwepo. Na hiyo imetokana na kuwa na sura moja, yani katika Mungu. Hiyo imetokana na kuwa na sura moja, yani katika Mungu, kwani Mungu ndiye aliye sura. Mungu maana yake ni sura moja pekee yenyewe isiyo na nyingine. Na kwa jinsi ya kuwa Mungu ni sura, nawe popote pale uwepo wako huo ni sura, ikimaanisha uwepo ni sura. Na kwa kuwa uwepo ni sura, basi uwepo ndio ulio pumziko, yani raha. Uwepo wa sura ya Baba ndio raha hiyo hiyo ulionayo hapo. Uwepo wa mama hivyo ulivyo ndio raha wewe mama. Uwepo wa mtoto kwa jinsi ulivyo hivyo ndio raha. Jinsi ulivyo hivyo ndio iliyo pumziko, yani raha. Haijalishi ni kwenye familia hiyo, baba, mama na watoto, familia ya mke na mume, familia ya kiukoo, familia ya kikabila, familia ya kidini, familia ya kitaifa, bali katika uwepo ni familia ya uwepo katika kila jinsi, katika kila jina, na kufanya popote pale wewe kuwa ndiye uliye raha, yani pumziko, kwa uwepo wa sura hii. Kwa kuwa uwepo ni sura, na kufanya kwa uwepo tu kuwa ndiye raha, yani pumziko, kwa kuwa ni mmoja katika ulimwengu wote, ni mmoja katika Baba, ni mmoja katika mtoto, ni mmoja katika taifa, ni mmoja katika wanyama, ni mmoja katika ndege, ni mmoja katika ardhi, ni mmoja katika kila kiumbe, ni mmoja katika uwepo, ikimaanisha kila katika uwepo ni sura ya umoja ulionao, ni sura moja ulionayo. Ndio maana ukimwona ni mtoto yule, ni mtoto wako yule, basi yule ni sura ya kumtazama kwako, ikimaanisha jinsi ulivyo, kwa maana kwamba ni utoto wako wewe, hivyo ulivyo kwamba ni utoto kama unavyomtazama yule, ni utoto wako yule, naye kuwa ni mmoja wa utoto wako, na kufanya katika ulimwengu wote ukawa ni una utoto mmoja tu, ni mmoja katika utoto, ni mmoja katika mzazi, ni mmoja katika ulimwengu, ni mmoja katika chochote. Na kwa
jinsi hiyo, familia kuwa katika furaha, familia kuwa katika pumziko. Wewe katika familia hiyo ya mume na mke kuwa katika pumziko, kwani wewe mke ni mmoja tu katika jinsi hiyo ya uwepo wako wa ulivyo katika ulimwengu wote, na kufanya kwa jinsi ya kuwa mmoja, ndivyo na mume wako ni mmoja kwa uwepo huo wa ulivyo. Na si hadi ufanye kile, ujikazi vile, ufikirie vile, ulikweluke vile, ulale wapi, ufanye vipi, ufanye kile na kile, ndio uwe mke mmoja, ndio uwe sura moja, ndio uwe pumziko moja, ndio uwe mke mmoja katika ulimwengu wote, bali kwa jinsi ya uwepo wako huo katika sura ya ni Mungu, wewe ni mmoja. Kwa kuwa hata Mungu, yani kila chenye sura katika kukutazama kwake, hukutazama kwa sura yake. Ndio maana baba hukutazama kwa sura yake, mama hukutazama kwa sura yake, chochote hukutazama kwa sura yake, nawe kuwa ni sura moja ya uwepo wa chochote, na kufanya kwamba ulipokuanza kuishi maisha yako unayoishi kuwa ni ya sura moja katika ulimwengu wote, kuwa ni moja katika ulimwengu wote, ikimaanisha kwamba pumziko au raha ya uwepo katika ndoa hiyo, uwepo katika dini hiyo, uwepo katika dhehebu hilo, uwepo katika taasisi hiyo, uwepo katika familia hiyo, uwepo katika mume huyo, mke huyo, uwepo katika taifa hilo, uwepo katika mataifa hayo, uwepo katika dunia hiyo, uwepo katika anga, yani mbingu hii, uwepo katika bahari, uwepo katika popote, katika jinsi yoyote ile, kuwa ni sura moja, yani ni ya uwepo wa jinsi ulivyo, kwani jinsi chochote kilivyo hukutazama au kimekutazama kwa sura yake, nawe kuwa ni wasura ya chenyewe kilichokutazama, kuwa ni wasura ya yeye aliyekutazama. Kwa neno moja, kuwa ni wasura ya chochote kilichopo au wasura ya uwepo katika kila jinsi ya jina. Kama maji yapo, basi yamekutazama kwa sura yake, ikimaanisha kwamba wewe pia ni maji. Kama ni moto upo, basi wewe ni wasura wa moto huo, ikimaanisha kwamba na wewe ni moto. Kama ni chochote, basi wewe ni wasura ya chochote hicho, ikimaanisha kwamba na wewe ndio hicho katika jina hilo, na kufanya ulipo usiwe katika masumbufu yoyote, bali kupumzika au kuwa katika raha ya uwepo wako. Kazini kwako hapo, kuwa kazi hiyo ndiyo iliyo pumziko lako, kwani ni familia yako, ni asura yako. Ofisi hiyo kuwa ndiyo pumziko lako, kwani ni sura
kijiji chochote hicho kuwa ni pumziko lako, kwani ndiyo sura yako. Hata deni hilo kuwa ni pumziko lako, yani raha yako, kwani ndiyo iliyo sura yako. Hebu jitazame ulivyo. Umependeza, una manyumba, una mali, una kila kitu. Ndivyo vyote kwa kuonekana kwake katika deni ndivyo huonekana hivyo sawa sawa na kutazama kwako hilo deni, ikimaanisha kama ni utisho, wewe ulivyo hivyo ndivyo unavyotisha. Kama ni kuogopesha, jinsi ulivyo hivyo ndivyo unavyoogopesha, jinsi unavyolitazama deni hilo, kwa kuwa hilo deni ni sura yako wewe, ikimaanisha ni sura ya jinsi ulivyo pamoja na kila kitu, yaani watoto wako, mume wako, mke wako, mifugo yako, nyumba yako, ukoo wako, vyote, yani kwamba katika deni huonekana hivyo, wewe huonekana hivyo, na katika kutisha kwake ndivyo unavyoonekana hivyo, yani ulivyo hivyo ndivyo unavyotisha, ndivyo unavyoogofya na kufanya. Katika kuogofya kwa deni ndivyo ulivyo unavyoogofya, katika kuogofya kwa chochote ndivyo unavyoogofya hivyo. Ila sasa ni pumziko. Kama kuogopa kwako ni pumziko, hilo ndio pumziko. Ila katika Mungu ni pumziko, yani raha isiyo kusumbua wala kukupa shaka yoyote juu ya uwepo wako, bali katika kuendelea kuwepo, kuishi, kufanya kazi, kuwa kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye ukoo, kwa neno moja, kufurahia uwepo wako. Ndio nazungumza kuhusu familia sehemu ya 8, na hili ni pumziko la Mungu kutoka kwa pasta huyu Andegunyu, kwamba familia ndiyo pumziko lenyewe, ndiyo raha yenyewe, ikimaanisha wewe baba ulivyo hivyo ndio pumziko, mama ulivyo hivyo ndio pumziko, kaka ulivyo hivyo ndio pumziko, wewe ulivyo hivyo ndio pumziko, popote ulivyo hivyo ndio pumziko, nayo hutokana na uwepo huo, na uwepo huo umetokana na sura, kwa kuwa chochote kilichopo ni lazima kiwe na sura, na kwa kuwa kina sura basi ni kimoja katika ulimwengu wote, kwa kuwa sura ndiye aliye Mungu na Mungu ndiye aliye sura, na kwa neno moja Mungu ni sura iliyo pekee yenyewe isiyo na kingine. Kwa maana hiyo kwamba sura hiyo ulio nayo, jinsi hivyo ulivyo, ndio uliye pekee mwenyewe usio na kingine, na kwa maana ya kuwa pekee ndio huitwa kwa jina moja, raha, yani pumziko. Kwa jinsi ya kuwa familia ndio huitwa raha au pumziko. Emtazama, ni furaha kiasi gani kuishi kwa familia, kuwa katika umoja. Ni raha kiasi gani, ni pumziko kiasi gani hata katika kazi kufanya katika umoja, hata katika biashara kuwa katika umoja,
hata katika popote kuwa katika umoja. Hiyo raha huona kila kitu huenda wepesi, huenda kwa haraka, huenda katika utulivu pasipo kuchosha. Ndivyo ilivyo hivyo sasa hivi, kwamba ulivyo hivyo ndio raha au pumziko katika kila kitu, kwa kuwa kila kitu ni sura moja ya jinsi ulivyo, ikimaanisha hufanya cha sura yako, hufanya cha jinsi ulivyo, hutenda kwa jinsi ulivyo, si kwa kufanya vyovyote vile, bali katika jinsi ya uwepo wako. Iwe ni nyumbani, iwe ni ofisini, iwe ni hospitalini, iwe ni popote, iwe ni pale au kule, bali katika jinsi hiyo tayari katika jinsi hiyo tayari ni pumziko, kwa kuwa chochote kile ni cha sura yako, ikimaanisha chochote kile kwanza kwa uwepo wake kimekutazama kwa sura yake, ikimaanisha katika Mungu, ninasema Mungu amekutazama kwa sura yake. Ndio maana hata katika kuandikwa imeandikwa kwamba Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake, na akasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Na kwa mfano wa Mungu, Mungu akamuumba mtu kwa sura yake, ikimaanisha kwa jinsi ya uwepo wake. Amekutazama kwa sura yake, kwa kuwa ili uwepo ni lazima uwe na sura. Ndio maana Mungu amekutazama kwa sura yake, ikimaanisha Mungu ni sura. Uwepo ni sura. Popote pale upo, kwa kuwa umetazamika na kila chochote kilichopo, ikimaanisha ni sura ya uwepo wa chochote. Na kwa jinsi hiyo ndiyo imerahisisha kazi katika urahisi wa kuishi, katika ofisi, katika kazi, katika biashara, katika taasisi, katika dini, katika taifa, katika kila jinsi vyovyote vya uwepo wa kuketi kwako. Ni sura ya Mungu, ikimaanisha ni sura au uwepo ndio uliofanya kuwa katika umoja, yani katika neno moja, familia. Ndio wewe ni familia ya uwepo, ikimaanisha ni sura moja ya uwepo, yani iliyopo, iliyokuwepo, itakayokuwepo. Ndio ni familia iliyokuwepo, iliyopo, itakayokuwepo, ikiwa na maana ni familia ya umilele. Na kama ni familia ni ya umilele, maana yake kwamba ulipo ni wapumziko au ni raha ya umilele. Ndio nazungumza na wewe, nazungumza kuhusu familia. Na hili ni pumziko la Mungu kutoka kwa huyu pasta hapa Andegunyo. Ninazungumza kuhusu familia sehemu ya 8, kwamba familia ndio pumziko, umoja ndio pumziko, sura moja ndio pumziko, yani raha. Na kwa jinsi ya familia
imetokana na sura, yani uwepo. Na kwa jinsi ya uwepo huo, popote pale, katika kila jinsi, kwenye jina lolote ulilo nalo, kwenye jinsi yoyote ulio nayo, hapo ndipo ndio pumziko. Wewe ndio raha, wewe ndio pumziko la uwepo. Wewe ndio pumziko hilo la uwepo. Wewe ndio raha ya uwepo. Kwenye kazi unayoifanya ndio raha. Kwenye biashara unayoifanya ndio pumziko. Kwenye taasisi ulio nayo ndio pumziko. Kwenye uimbaji ulio nao ndio pumziko. Kwenye kusali, kwenye kuabudu, kwenye kutoa sadaka, kwenye chochote kile ndio pumziko. Yani katika jinsi vyovyote vile ndio pumziko, katika sura ya jinsi ya muonekano. Ndio maana katika neno moja huitwa familia. Kwenye ndoa wewe ni familia, kwenye taifa wewe ni familia, kwenye uwepo wewe ni familia, ikimaanisha katika Mungu wewe ni familia. Katika Mungu ikiwa na maana katika uwepo wa chochote, kwa kufikiria, kwa kudhani, kwa kufikiri, kwa kuona, kwa kusoma, kwa uchunguzi, ni familia, ikimaanisha ni masura yako moja. Haijalishi mbali, ni sayari iko wapi, ni nyota iko wapi, ni maji yako wapi, ni ndege wako wapi, ila katika Mungu, ikimaanisha uwepo. Si katika familia hiyo tu, si katika ndoa hiyo tu, si katika ukoo huo tu, si katika dini hiyo tu, si katika dhehebu hilo tu, si katika taifa hilo tu, si katika mataifa hayo tu, si katika dunia hii tu, si katika mbingu hii tu, bali katika uwepo, yani chochote chenye sura, wewe ni familia. Na kwa jinsi ya kuwa ni familia katika sura vyote hivyo, uwepo wote ni sura yako moja, ni wa jinsi vile wewe ulivyo, ni vya jinsi vile wewe unavyoonekana, ni vya jinsi vile wewe unavyovitazama, kwa kuwa uvitazama kwa sura yako, yani uwepo wako, na kufanya kwa jinsi hivyo ulivyo ni sura ya kila uwepo wa chochote, kwani kila uwepo wa chochote hukutazama kwa sura yake, yani uwepo wako, uwepo wake, na kufanya kwa jinsi hiyo popote pale wewe kuwa ni sura moja ya uwepo, ni sura moja ya Mungu, ni sura moja ya kuwa na mume huo, ni sura moja ya kuwa mume, ni sura moja ya kuwa mke, ni sura moja ya kuwa mtoto, baba, mama, kwa jinsi yoyote au popote pale ulipo, katika jina, katika jinsi, katika uwepo huu, popote pale, yani kwa neno moja ya kuwa katika sura hiyo, wewe ni mmoja, yani familia. Basi hili ni pumziko la Mungu linalozungumza kuhusu familia, sehemu ya 8 kutoka kwa pasta huyu Andegunyu. Basi usikose wiki ijayo inayohusu familia sehemu ya 9 ndani ya pumziko hili la Mungu kutoka kwa pasta huyu Andegunyu. Na popote pale, katika uwepo wa popote pale, pumziko la familia liwe hapo. Kazi hiyo ni pumziko, familia hiyo ni pumziko, popote pale uwe ni pumziko. Ugonjwa huu
uwe ni pumziko sasa. Familia hiyo iwe ni pumziko sasa. Taifa hilo liwe ni pumziko sasa. Uchumi huu uwe ni pumziko sasa. Popote pale uwe ni pumziko sasa. Ulemavu huu uwe ni pumziko. Kwa jinsi yoyote, popote pale uwe ni pumziko katika jina lolote lile. Kansa hiyo iwe ni pumziko sasa. Kupe pumziko. Familia hiyo iwe ni pumziko sasa. Muujiza huu uwe ni pumziko sasa. Ponyaji huu uwe ni pumziko sasa. Kabila hilo iwe ni pumziko sasa. Kwa neno moja, uwepo huu iwe imekuwa ni pumziko sasa, kwa kuwa kwa uwepo huu ndio iliyo pumziko au raha. Uwepo hapo ulipo ndio ulio pumziko au raha. Katika ofisi, katika ndoa, katika familia, kwa mume huyo, kwa mke huyo, kwa kabila hilo, popote pale, katika kila hali, katika kila jina, katika kila jinsi, kuwa ni pumziko. Basi popote pale ulipo, pumziko hili liko hapo ulipo. Raha ya uwepo huu ipo hapo ulipo, kwa kuwa jinsi ulivyo hivyo ndiyo iliyo pumziko. Jinsi ilivyo hivyo ndiyo iliyo pumziko ya raha, na kufanya popote ulipo kupata raha, yani pumziko la uwepo huu, la uwepo wako. Ndio maana pumziko hili lipo hapo. Raha ya uwepo huu ipo hapo. Raha ya familia ipo hapo. Raha ya kuwa familia ipo hapo. Raha ya kuwa familia ya Mungu, familia ya kabila hilo, familia ya taifa hilo. Kwa neno moja, kuwa katika familia ya uwepo, yani sura ipo popote pale katika familia hiyo, popote pale katika ndoa hiyo, popote pale katika kabila hilo, popote pale katika dini hiyo, popote pale katika taifa hilo, popote pale katika jinsi yoyote ya uwepo huo. Basi usikose sehemu ya 8, usikose sehemu ya 9 wiki ijayo, siku kama hii ya leo, katika pumziko hili la Mungu kutoka kwa pasta huyu Andegunyo. Kwa mafundisho haya pia yanapatikana YouTube channel kwa jina la Pumziko la Mungu TV. Usisahau kusubscribe channel, kukomenti, kulike na kushare au kushirikisha wengine katika somo hili, neno hili la uwepo, kwani hata katika uwepo huu si hadi ufanye chochote kwa jinsi ya uwepo wako huu, nayo itakuwa ndio kushirikisha mwenyewe, ndio kusubscribe kwenyewe, ndio kulike kwenyewe, ndio kushare kwenyewe. Basi utatazama vipindi hivi katika chaneli hii Pumziko la Mungu TV, pamoja na chaneli inayoitwa Pumziko la Mungu. Basi na furaha ya familia, pumziko la familia, raha ya familia, basi iwe izidi kuwepo, kwa kuwa uwepo huu ndio pumziko
usikose wiki ijayo, siku kama ya leo, katika